Wapenzi watazamaji, karibuni tena katika mwendelezo wa vipindi vyetu vinavyohusu vijana na unabii. Kama kawaida, tunatamani tujue vijana ni nini na unabii ni nini. Vijana ni rika la kati ambalo katika tafsiri ni vijana walio katika umri wa kuanzia miaka 10 na angalau katika rekodi za wengi wanaishia 35 na kuendelea mbele. Kwa hiyo ni rika la katikati kati ya utoto na uzee ama utu uzima. Lakini unabii ni nini? Unabii ni mfululizo wa utabiri wa matukio yanayotokea duniani au kwingineko na wakati wake. Wakati unaweza kuwa katika miaka au katika kipimo kingine chochote. Kipindi chetu cha leo tuna tafakari sana, tunawezaje kumsaidia kijana kutambua matukio yanayotokea duniani leo, kuanzia yanayomtokea yeye binafsi kama kijana, yanayotokea katika familia yake, yanayotokea katika jamii yake anayoishi, na yanayotokea katika kanisa lake. Naam, na hata yanayotokea ulimwenguni kote yana maana na yanaratibiwa na mamlaka zinazoongoza. Mamlaka zinaweza kuwa ni zile za kibinadamu kwa maana ya tawala za ulimwengu na serikali zake, lakini iko mamlaka nyingine inayoitwa mamlaka ya kuzimu, inayoongozwa na shetani na malaika zake na viumbe wengine waliomwasi Mungu. Lakini mamlaka iliyokuu zaidi ni mamlaka ya Mungu aliyeumba vitu vyote. Ni Mungu aliyemuumba mwanadamu, ni Mungu aliyemuumba hata na shetani mwenyewe, ni Mungu aliyeumba viumbe vyote. Na hivyo tunapojifunza kijana na unabii, tunamtazama kijana anavyoweza kuhusika katika matukio ya unabii wa siku hizi za mwisho, lakini kwa kiwango gani kijana anaathiriwa na matukio yanayotokea ulimwenguni kama matokeo ya kutimia kwa unabii katika nyakati mbalimbali. Na mwisho tunamtia moyo kijana, anawezaje kuzikabili nyakati zinazotofautiana, nyakati zinazompa furaha na nyakati zinazompa huzuni, akiwa na ujasiri anapozikabili, kwa sababu anajua yaliyopita yanaashiria yaliyopo na yajayo. Faida ya kujua haya ni nini? Katika kitabu cha Warumi sura ya 13 kuanzia ile aya ya 11, neno la Mungu limeandikwa, naam, tukiujua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia, kwa maana sasa uokovu wetu karibu nasi kuliko tulipoanza kuamini. Aya hii inaanza na neno tukiujua wakati. Mpendwa mtazamaji, kujua wakati ni miongoni mwa mambo ya msingi sana katika maisha ya mwanadamu. Mwanadamu analazimika kujua wakati, kwa sababu matukio mengi hayatakuwa na maana ikiwa wakati wa matukio hayo umepita. Mathalan, mcheza mpira anajua mpira ni dakika 90. Analazimika kujua akileta masihara, asipocheza kwa bidii, zinapobaki dakika chache akiwa amepoteza, ni vigumu sana kurudisha goli. Kwa hivyo wachezaji wanalazimika kujua wakati kuanzia kipindi cha mpira kinapoanza, wanapokwenda mapumziko mpaka wanaporejea. Lakini kundi la pili ni wamama wajawazito. Ujauzito ukiwa katika zile hatua za mwisho, wengi wanashauriwa kwa wakati huu na umri wa hii mimba, tafadhali usifanye kazi ngumu, usisafiri safari ndefu. Na hata baba, mara nyingi mke wake anapokuwa mjamzito anaanza kukusanya fedha taratibu, maana anaujua wakati. Mwanafunzi anaujua wakati. Mwanafunzi anasoma hasa anapokuwa katika mwaka ambao atafanya mtihani, atasoma kwa bidii, maana anaujua wakati. Habari gani mgonjwa? Mgonjwa anaujua wakati wa kunywa dawa. Dawa aliyoandikiwa moja mara moja, anajua ainywe mara moja kwa siku nzima. Dawa aliyoandikiwa moja mara mbili, moja mara tatu, au tatu mara ngapi, hali kadhalika analazimika kujua wakati. Muda hautoshi, ningekwambia habari ya msafiri. Msafiri anapaswa ujue wakati. Wale wanaosafiri kwa ndege wanajua, wanaosafiri kwa SGR wanajua, lakini pia fundi anajua wakati ambapo mteja ataijia bidhaa yake. Ninakutia moyo ndugu yangu, kujua matukio yanayotokea duniani, wakati yanapotokea na maana zake, kuna maana zaidi. Leo katika kipindi chetu hiki kizuri, ninakuja na tafakari ya pekee sana, kujua wakati tangu mwanzo wa dunia. Unajua, tunaishi katika ulimwengu ambao mamlaka zimekuwa nyingi. Kuna mamlaka ya nafsi. Mtu mmoja aliwahi kusema my life, my rule,
I live my own, kwamba maisha yangu ndiyo sheria yangu, sipangiwi na mtu, ninaishi ninavyotaka. Lakini pia tuna mamlaka nyingine nje ya nafsi ya mwanadamu. Ninakutambulisha uwepo wa mamlaka kuu kupita zote, mamlaka iliyoumba, mamlaka inayomiliki uhai, mamlaka inayotegemeza uhai, na mamlaka ambayo imeahidi siku moja itakuja kuweka mambo haya tofauti na yalivyo sasa. Dunia hii tunayoiishi inaaminika, nami ninaamini na najua wewe unaamini, imeumbwa na Mungu. Hata wale ambao ni wakana Mungu bado wanaamini kwa namna fulani iko mamlaka iliyo juu ambayo imeweka vitu hivi kuwepo. Hivi unajua, hata mtu anayesemekana hana imani kabisa, ana imani kabisa. Ninasemaje? Hata mtu anayesema, anayeaminika hana imani kabisa, huyo mtu ana imani kabisa. Kwa nini ninasema hivyo? Imani ni namna ya lazima kwa kiumbe, hasa mwanadamu. Ila tu tofauti ni kwamba usipoielekeza mahali sahihi, utaielekeza mahali pasipo sahihi. Imani isipoelekezwa kwa muumbaji ambaye ni mamlaka halali, itaelekezwa kwa kile kisicho halali, kwa maana ya mamlaka isiyo halali. Mathalan, Mungu amejifunua kwa muumbaji, amejifunua kuwa mmiliki wa dunia, amejifunua kushikilia hatima ya viumbe vyote wakiwemo wanadamu. Hivyo nisipomwamini Mungu, si hii haimwondoi yeye kuwa muumbaji, haimwondolei haki ya kuwa mmiliki, haimwondolei haki ya kuwa na hatima ya viumbe, ila tu mimi nisiyeamini inaniondolea nafasi ya kufaidi, ya kumiliki na ya kuwa na amani pale atakapofanya yale aliyoyaahidi kwamba atayafanya. Na hivyo ninakutia moyo, huenda ninapozungumza na wewe imani yako haiko kwa Mungu. Ninapozungumza na wewe amani yako haipo kwa Mungu. Haujisikii kuamini chochote. Na hata tunapokuambia tunajadili habari za Mungu, moyo wako haukubali. Nafsi yako haikupi kusikiliza. Unajua ni nini mpendwa? Ninakutia moyo. Tafadhali ninaomba muda mfupi, maana nina kitu ambacho huenda hukuwahi kukisikia. Lakini kama umewahi kukisikia, basi hakikusemwa na mimi, kilisemwa na mwingine. Hata mimi ninaamini Mwenyezi Mungu atanitumia mchana au siku au asubuhi kukutia moyo, kutegemea na wakati ambapo utasikiliza neno hili. Nami nataka nikutie moyo. Leo tuna mada ya ajabu, mada ya kujua wakati. Kabla hatujajua matukio yanayotokea sasa, tunalazimika kujua matukio ya mwanzo kabisa yanayotajwa katika maandiko matakatifu. Unajua, katika vipindi vyetu tunatumia maandiko matakatifu ambayo ni neno la Mungu. Hapa ninalo neno la Mungu linaloitwa Biblia ama maandiko matakatifu, ambalo ni mamlaka ya Mungu mwenyewe. Unajua, unaweza kuwa hauamini uwepo wa Mungu, lakini nataka nikutie moyo, nikukumbushe, ili usiamini uwepo wa Mungu, lazima uwe unaamini uwepo wa kitu kingine. Miongoni mwa vile unavyoamini vipo, ni wewe mwenyewe upo. Tukikwambia Mungu yupo ukasema hayupo, ni vigumu tukakwambia hata wewe haupo. Utasema upo kwa sababu unajiona upo. Sasa mimi ninakuletea ushahidi ya kwamba yeye tumuitaye Mungu, ambaye ni Mungu kweli aliyeumba, kuna namna amejifunua kwa utaratibu usioweza kukosewa. Ameandika kwa kutumia watumishi wake neno lake lililoandikwa kwa muda mrefu zaidi na watu wasiopungua 40 ambao waliongozwa na yeye mwenyewe kwa mamlaka ya Roho wake Mtakatifu, ambayo yale yaliyoandikwa mle kuanzia mwanzo wa wakati yametimia kama yalivyotabiriwa, na hata yale ambayo hayajatimia bado tunaamini yatatimia, kwa sababu yale yaliyotabiriwa huko nyuma yalitimia. Ili usimwamini Mungu, huenda umesoma kitabu kilichoandikwa na mtu fulani au mamlaka fulani. Kwa nini sasa tusigeuze mshale?
kwa sababu Mungu ana kitabu kilichoandikwa kutabiri au kuelezea habari za mwanzo mpaka mwisho. Yafaa tumwamini huyo, maana mzunguko wa matukio aliyoyaandika unakamilisha safari ya ulimwengu kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ikiwa hauamini kwa sababu ulisoma kitabu cha falsafa, ulisoma kitabu cha saikolojia, ulisoma kitabu chochote cha sayansi ukashawishika, nataka nikutie moyo, kitabu hicho kimeandika nusu au robo, sehemu tu ndogo ya mzunguko wa uwepo wa dunia yetu. Hakuna kitabu nje ya Biblia ambacho kimeandika utabiri, kimeandika historia, kimeandika matukio kuanzia dunia inaumbwa mpaka dunia hii itakapokomeshwa. Wanadamu wengi wamejaribu kuandika, lakini wamechukua sehemu tu ya wakati. Mathalan, wanaweza kuandika habari za ukoloni Afrika, watazungumzia miaka ambayo ukoloni ulianza na ukoloni kukoma. Yawezekana watazungumzia habari ya gonjwa fulani lililotesa ulimwengu, watazungumzia umri fulani tu ambapo ugonjwa huo ulikuwepo. Ni neno la Mungu peke yake lililoandika mtiririko wa matukio na wahusika wake tangu dunia inaumbwa, na limetabiri dunia itakapokwisha. Nina ujasiri sana ndugu yangu, ninaposimama mbele yako na ninasimama mbele za Mungu aliyeniumba na kukuumba na wewe, kukuletea habari za matukio kama yalivyofunuliwa katika neno la Mungu. Tumeambiwa tukiujua wakati ya kwamba sio saa ya kulala usingizi, ni saa ya kuamka. Ndugu yangu, neno la Mungu limefunua mambo mengi. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 aya ya 1, neno la Mungu linasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Unajua neno hapo mwanzo, Biblia ya Kiingereza inasema in the beginning, lakini tafiti za maandiko zinaonesha katika lugha ya asili ya Kiebrania iliyoandika neno the halipo, isipokuwa lingeweza kusomeka in beginning, kwa maana ya kwamba ukiweka article the ni kama unaweka namna fulani ya kaukomo fulani au kaalama fulani ka kwanza. Anasema tu in beginning, kwamba uko katika mianzo hiyo Mungu aliumba. Na tafiti za kihistoria zinatuambia ni miaka angalau 4,000 mpaka 4,400 kabla ya Kristo, ambako Mungu aliumba dunia, akamuumba Adam, akamweka katika ulimwengu wetu. Na Biblia inatuelezea walipoumbwa walikuwa wakamilifu, wakiwa katika hali ya uwepo wa Mungu, mambo yalikuwa sawa. Kitabu cha Mwanzo 1 mpaka Mwanzo 2 inatupa muhtasari wa maisha ya mwanadamu katika ulimwengu usio na dhambi. Ukija katika sura ya 3, neno la Mungu linaingiza ajenda mpya, ujio wa dhambi. Hii inakadiriwa kwa miaka hiyo 4,000 kabla ya Kristo Yesu. Unajua tunakwenda, mwanadamu anaishi kwa ile miaka kuanzia mwaka 4,000 kabla ya kuja kwa Kristo, wataalamu wa nyakati wanaita kabla ya Kristo KK, mpaka miaka ya 2348 kabla ya Kristo, ambako tunakutana na tukio kubwa la kiulimwengu, tukio ambalo historia inatuonesha wanadamu wakiwa wamezidi ulimwenguni, wakamkataa Mungu kwa muumbaji wake, wakaikataa mamlaka ya Mungu kwa mamlaka inayowatawala, wakajichagulia maisha wanayotaka wenyewe, wakajichagulia ulaji wanaotaka wenyewe, wakajichagulia mahusiano wanayotaka wenyewe. Ni katika miaka hiyo 2348 katikati hapo kabla ya Kristo, Mwenyezi Mungu analeta gharika katika nchi, akaangamiza kila kiumbe akiwemo mwanadamu, wakaokolewa watu 8 peke yake. Inanitia moyo ya kwamba gharika hii, ingawa ni tukio la kihistoria la nyuma sana, bado linabaki katika kumbukumbu yangu ya kwamba iko mamlaka inayotawala. Hata nisipoamini kuhusu gharika ya Nuhu, ninalazimika kuamini kuhusu mafuriko yanayotokea leo. Mathalani tukio la tsunami la Indonesia, habari ya vimbunga vinavyotokea katika mataifa ya Ulaya na baadhi ya mataifa ya Afrika. Yote hayo yanaonesha ya kwamba
Mungu anaweza kutumia nguvu ya maji kuharibu ulimwengu usiomtii. Ikiwa hauamini kuhusu gharika ya Nuhu, basi amini kuhusu vimbunga na tsunami zinazoharibu ulimwengu wa sasa. Maana Mungu hataacha bila kutufunulia. Ametufunulia historia ya gharika na anatufunulia kupitia matukio ya sasa. Miaka hiyo 2348 inatuleta mpaka mnara wa Babeli unapojengwa katika ule uwanda wa Shinari. Katika Mwanzo 11, mwanaume mmoja anaitwa Nimrod, ametajwa vizuri, anawakusanya watu wakati Mungu amesema tawanyikeni mkaijaze uso wa nchi. Nimrod anawakusanya watu na kusema habari hii ya gharika sio habari nzuri. Tusipotumia akili, anajaribu kutumia akili yake mwenyewe, huenda Mwenyezi Mungu atatumaliza tena mara ya pili. Sasa ili tuwe na uhuru wa kufanya tunayoyataka pasipo kuiona mamlaka yoyote, tujijengee mnara ambao utafika juu mpaka mbinguni, mnara ambao hata kama Mungu, ni kama anasema, hata kama Mungu atajichanganya kuleta gharika, basi itakula kwake, maana kufumba na kufumbua tutampandilia huko, tutaenda huko mbinguni. Akili za mwanadamu zilizofinyu mara nyingi zinatafuta kujinufaisha na hata bila kujali mamlaka inayotawala. Huo ulikuwa ni mwaka wa 2200. Biblia inatupatia matukio vizuri ambayo unapoyatafiti katika kalenda zetu ambazo Mwenyezi Mungu ametupa hekima ya kuziweka, unagundua Biblia ina mfululizo na mtiririko wa matukio yasiyokosea. Mwanadamu anaweza kukosea, lakini Mungu hakosei. Katika miaka hiyo 2200 mnara wa Babeli unajengwa, maisha yanaendelea, maana Mungu alikuja kuubomoa na watu wakatawanyika alipochafua lugha. Tunakuja kukutana na mtu anaitwa Ibrahim. Nina imani katika imani na madhehebu mengi ya kidini tulio nayo, watu wengi tunamtambua Ibrahim kama baba wa imani. Basi ninakutia moyo kwa mujibu wa matukio ya kiunabii, Ibrahimu anaitwa katika miaka ya 2000 kabla ya Kristo. Na unajua Ibrahimu ndiye baba yake Isaka. Isaka ndiye baba yake Yakobo na Esau, na Yakobo ndiye baba yao wale wanaoitwa leo wana wa Israeli. Kwa hiyo kuanzia miaka 2000 kabla ya Kristo wanazaliwa Isaka, wanazaliwa Yakobo. Yakobo anazaa wale watoto wake 12 na yule binti mmoja. Halafu familia ya Yakobo tunafahamu kupitia Yusufu, wanateremka kutoka Israeli, wanashuka Misri, mahali ambako wanakwenda kwa ndugu yao Yusufu aliyekuwa mtawala kule. Kwa sababu somo alihusu habari za Yusufu, ndio maana linapita tu nikikupa kidokezo. Wanaingia kule Misri katika miaka ya 1700, na unafahamu waliingia kama familia ya kitawala, familia ya kiuongozi, familia ya kifalme. Wanakaa Misri mpaka pale ambapo Biblia inatuambia akainuka mfalme asiyemjua Yusufu. Hii ilikuwa ni miaka ya 1446, mahali ambako Israeli wanageuka sasa, si tena taifa la kifalme, linageuka kuwa taifa la kitumwa. Wanafanywa kuwa watumwa, na inapofika 1446 Mwenyezi Mungu anamtuma Musa, anawatoa wana wa Israeli. Tunafahamu matukio yote yaliyotokea mpaka Israeli wanatoka utumwani. Wanaposafiri inafika 1445, Mungu anafanya agano rasmi na wana wa Israeli katika mlima Sinai. Biblia ni tamu, matukio yake hayapotezi wakati, matukio yake ni ya kuaminika. Unajua Israeli wanaanzisha taifa lao baada ya kutoka Misri. Mwaka huo wametembea miaka isiyopungua 40 jangwani. Kwa hiyo miaka ya 1400 kamili wanaishi katika ile nchi yao, wanafanya yasiyompendeza Mungu. Neno la Mungu limejifunua, wanachukuliwa tena utumwani. Maana hapo nyuma wanafanya maovu mpaka taifa lao linagawanywa. Wakiwa katika nchi ya Israeli, mnafahamu, walidai wanataka kuwa na mfalme, na Mungu akamleta Sauli kuwa mfalme wao. Sauli akafanya lile yafanya, Mwenyezi Mungu akamuondoa, akamleta Daudi. Daudi anatawala, anapoondoka anakuja Suleiman. Suleiman anaacha ufalme kwa mwanae Rehoboam, ambaye kwa sababu ya kuongezeka maovu anasababisha taifa la Israeli linagawanyika. Makabila 10 kati ya yale 12 yanajitenga upande wa kaskazini, wanaitwa
Israeli, na makabila mawili kwa maana ya Yuda na Benjamini wanabaki kusini, wao wanaitwa taifa la Yuda. Israeli kwa kuendekeza maovu wanachukuliwa utumwani, wanageuzwa kwa watumwa na Washami ambao leo tunaita Ashuru mwaka wa 722, na ndugu zao kwa sababu hawakujifunza kama leo ambavyo unaweza ukatoa mafundisho ukajadili habari za kimungu watu wasijali, wao wakachukuliwa utumwani na taifa la Babeli chini ya mfalme Nebukadneza katika miaka ya 586. Wanaendelea wakiwa utumwani, Mungu anawahurumia, wanarudi, wanaasi tena, wanachukuliwa utumwani, wanarudi tena. Matukio yako mengi sana pale Kutoka walipochukuliwa miaka ile mpaka nabii wa mwisho wa Agano la Kale anayeitwa Malaki. Malaki anatoa unabii miaka 430 kabla ya Kristo. Sasa unaweza ukapata picha, tumetokea wapi? Tumetoka Edeni miaka inayokadiriwa zaidi ya 4004 hivi. Tumeshuka na matukio mpaka tuko kwa Malaki miaka 430 kabla ya Kristo. Unajua Malaki ndo anasemekana kuwa nabii wa mwisho kabisa mpaka Yesu anapokuja. Na Yesu anakadiriwa kuwa alizaliwa katika miaka ya mwaka wa 4 kabla ya Kristo, kwa sababu ilipita miaka fulani pasipo kutambua, na miaka ile ilikuwa inahesabiwa kwa kurudi chini. Kwa hiyo miaka 4000 imepita hapa, ndipo tunamuona Yesu anazaliwa. Na kalenda tulio nayo inatuambia Yesu Kristo anazaliwa mwaka wa 4 kabla ya Kristo mwenyewe. Anabatizwa na Yohana katika mto Jordan. Anabatizwa katika mwaka wa 27. Mwaka wa 27 ndio mwaka ambao Yesu anabatizwa na kuanza kazi. Na anafanya kazi kwa miaka 3.5, ambako katika mwaka wa 30, sasa huu kuanzia mwaka wa 27 huu unaitwa AD kwa maana ya mwaka wa Bwana Anno Domini, na mwaka wa 27 anapobatizwa, anafanya kazi miaka 3.5, anasulubiwa na kupaa katika mwaka wa 30. Mpenzi mtazamaji, kwa nini nimetumia muda mwingi sana kutaja matukio na miaka yake? Ninataka nikutie moyo ya kwamba Mungu hajatuacha katika giza. Mungu hajatuacha katika uharibifu. Mungu hajatuacha kupotea. Kwa dakika hizi 20 nimekutia moyo juu ya namna Mungu anavyopangilia matukio ya ulimwengu. Kuanzia Adamu alipoumbwa, dhambi ilipoingia, na jinsi Mungu alivyoshughulika na dhambi kwa kumtafuta mwanadamu katika matukio mbalimbali. Ninayo imani ya kwamba kwa kutambua matukio na nyakati zake, utajenga imani yako. Si kwangu ninayezungumza, utajenga imani yako kwa Mungu ya kwamba Mungu hajatuacha. Naam, tukiujua wakati, ninakutia moyo, tutaendelea na vipindi vyetu tukitambua matukio na nyakati zake na umuhimu wake kwa vijana. Mpendwa kijana unayenisikiliza na kunitazama, ninakutia moyo. Yawezekana katika maisha yako umekuwa na ratiba uliyojipangia. Katika maisha yako umekuwa na mipango yako mingi. Yawezekana ni mipango ya elimu kwa maana ya kusoma, ni mipango ya biashara kwa maana ya kutajirika, ni mipango ya kuanzisha familia na mahusiano makubwa, ni mipango ya kujipatia jina. Yawezekana unapanga kuwa kiongozi mkubwa katika dunia hii. Ninataka nikutie moyo, unapopanga habari za mafanikio yako, kumbuka yuko Mungu anayetawala. Unapopanga habari za mafanikio yako, kumbuka dunia hii imewekewa kalenda ya kuisha kwake. Unapoamua kufanya mambo, kumbuka. Unajua mtu fulani aliwahi kusema, ni bora useme Mungu yupo halafu usikutane naye kuliko kusema hayupo ukakutana naye. Sasa leo tumetoka Edeni, miaka 4000 tumesafiri nayo, kutoka Edeni mpaka gharika ya Nuhu, kutoka gharika ya Nuhu mpaka kuitwa kwa Ibrahim, kutoka kuitwa kwa Ibrahimu mpaka wana wa Israeli wanakuwa watumwa Misri, kutoka wana wa Israeli kuwa watumwa mpaka kuanzisha taifa lao lililo huru, kutoka kuanzisha taifa lao mpaka kutawanywa tena kuwa watumwa katika mataifa mengine kwa kuasi kwao, kutoka kutawanywa mpaka Yesu Kristo, mpaka nabii Maraki pale miaka ya 430 kabla ya Kristo, kutoka Maraki nabii mpaka Yesu Kristo anapozaliwa, ambapo sasa miaka 4000 inakoma pale. Yesu Kristo anazaliwa, anakaa kufikia miaka 30, anabatizwa na kuanza rasmi huduma yake. Huduma ya Yesu Kristo tutaiangazia pia
maana yake na matukio yake kiunabii. Na hivyo tunapohitimisha somo hili, tumejenga ushahidi ya kwamba yawezekana hakuna kitabu cha mwanadamu kinachoweza kutabiri matukio haya kwa uzuri kama maandiko matakatifu. Ninakutia moyo, tembelea maandiko matakatifu, yasome maandiko matakatifu, lisome neno la Mungu. Humo ndani kuna siri za ajabu, humo ndani kuna matukio ya ajabu, humo ndani kuna namna ambayo imependeza zaidi, inaweza kukufahamisha na kukujulisha habari ya mwisho wa ulimwengu ulio karibu. Mwenyezi Mungu akubariki unapoanza kusadiki ya kwamba ulimwengu huu una mwenyewe, unapoanza kuamini ya kwamba matukio ya ulimwengu yameratibiwa. Mungu akutie moyo, Mungu atusaidie, tuendelee kutafiti, tuendelee kufuatilia, maana ulimwengu una mwisho na yeye mwenye ulimwengu ameuweka mwisho wake. Tunapokuwa tumeishia katikati, kipindi chetu kinachofuata kitakuwa ni kipindi cha baada ya Yesu Kristo mpaka wakati huu tulio nao, na hatimaye tutaangazia matukio yanayotokea duniani yana maana gani katika maisha yetu leo. Mungu wetu akubariki sana, Mungu wetu atusaidie. Tuombe tunapohitimisha fungu hili. Baba, katika jina la Yesu Kristo, imekupendeza kufunua mfululizo wa matukio yaliyotokea ulimwenguni tangu ulipomuumba mwanadamu wa kwanza mpaka Yesu Kristo alipokuja kumkomboa mwanadamu. Mungu wangu, umetuonesha ya kwamba neno lako ndilo kweli yote, maana mwanadamu anaweza kaandika machache kati ya mengi, lakini wewe umeandika yote. Mbariki sana mpenzi mtazamaji na msikilizaji, yeyote atakayekutana na ujumbe huu, kwanza aanze kusadiki ya kwamba dunia hii inaratibiwa vizuri na wewe uliyeiumba. Matukio yake yote hayajaachwa kujitokeza yenyewe, bali umeyaratibu. Lakini unafunua matukio haya Mungu kwa ajili ya kutusaidia mimi na vijana hawa tujipange sawasawa, maana wakati tusioujua unakuja kama ulivyoahidi. Tunapojipanga kwa ajili ya vipindi vinavyofuata, tupatie nafasi ya kusikiliza kutoka kwako tena. Asante kwa ajili ya zawadi ya neno lako, asante kwa ajili ya zawadi ya uhai, asante kwa sababu ya zawadi utakayotupatia maisha yetu yanaposonga. Ninaomba na kuamini kwa jina la Yesu, amen. Mungu akubariki sana.